anamtuma Yesu Kristo aje kuni na Mwenyezi Mungu aliyejitenga kwa kupitia dhambi. Ninazungumzwa kuanzia kwenye Agano la Kale hadi kwenye Agano Jipya. Kwenye Agano la Kale tunasoma vitabu vya manabii. Kusoma kitabu cha nabii Isaya kwa mfano, ile sura ya 7 aya ya 13 hadi 14. Nabii Isaya alitabiri juu ya mwana atakayezaliwa kutoka kwa bikira ambaye ataitwa Emmanueli, Mungu pamoja nasi. Katika Agano Jipya tunaposoma Injili kwa mfano Injili ya Luka sura ile ya 1 aya 26 hadi 56, hapo tunaona malaika Gabrieli anampasha habari Bikira Maria ya kwamba atakuwa mama wa Masia, mama wa Mwokozi ambaye ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo anakuja duniani kwa nia kuu moja, hawezi kumkomboa wanadamu. Anatumia nyenzo ya msalaba kutukomboa sisi wanadamu. Kabla ya Yesu Kristo kuja hapa duniani, msalaba ulikuwepo, ila ulitumika kuwasulubisha watu waliokuwa wakosefu katika jamii. Kwa mfano, majambazi sugu yaliyoshindikana kwenye jamii yaliadhibiwa kwa kuuawa msalabani. Adhabu ya msalaba kabla ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo iliogopwa sana, kwa sababu ni adhabu iliyokuwa na maumivu makali. Mtu alikuwa akitundikwa msalabani anapata taabu nyingi, mojawapo ni kupigwa na jua kali au baridi kali. Na pale msalabani walikuwa wananing'inizwa uchi wa mnyama, hawakuruhusiwa kubaki na nguo yoyote ile pale msalabani. Tunachokiona leo kwenye video, tunachokiona leo kwenye picha mbalimbali ni maadili tu ya uchoraji, ni maadili ya sanaa. Lakini uhalisia wa matendo yenyewe yalikuwa yanafanyika, walikuwa hawaachii nguo yoyote ile msalabani. Kwa hiyo watu waliotundikwa msalabani walijisikia vibaya sana. Walijisikia wamelaaniwa, wametengwa na jamii zao, lakini pia walijutia sana makosa waliyotenda. Yesu ndiye aliyeheshimisha msalaba. Kabla yake kilikuwa ni chombo cha kudharauliwa. Mnaosoma Biblia mnaweza mkapata picha ya msalaba kabla hajaja Yesu Kristo duniani. Mkisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 21 aya ya 22 hadi 23. Jinsi watu waliona msalaba ni chombo cha watu waliona. Katika Agano Jipya, baada ya Yesu kutumia msalaba kutukomboa, msalaba unaanza kupata sifa, msalaba unaanza kupata utukufu, msalaba unaanza kupata heshima. Tunaona katika maandiko ya mitume, kwa mfano katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 1 aya 18, Mtume Paulo anaeleza kwamba kwa sababu neno msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Ujumbe huu anawaandikia pia Wakristo wa Galatia katika waraka wake kwa Wagalatia ile sura ya 6 aya 14, lakini mimi sitaona fahari juu ya kitu chochote isipokuwa msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi leo tunapoona msalaba huu wa jubilei kwenye maisha yetu, tukumbuke nafasi ya msalaba kwenye maisha yetu kama Wakristo. Yesu alisema yeyote anayetaka kuwa mfuasi wake sharti ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, amfuate. Tunasoma kwenye Injili ya Mathayo sura ya 16 aya 24 hadi 28. Sasa msalaba ni nini? Msalaba unaweza ya kila siku tunayopitia kwenye maisha yetu ya kumtumikia Kristo. Kila mmoja ana magumu yake anayoyapitia. Huo unaweza kuwa msalaba wako, lakini ni yale mateso yanayozidi nafasi ya akili yako, yanayozidi nafasi ya utashi wako. Mateso hayo ukiyachukulia kwa imani, ukiambatanisha na mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, unapata faraja, unapata kitulizo. Na Yesu anatambua kwamba kwenye ulimwengu huu tukimtumikia Bwana wetu Yesu Kristo, tunapitia taabu, tunapitia mahangaiko mbalimbali. Na asema kwa kinywa chake katika Injili ya Yohane ile sura ya 16 aya ya 13. Ulimwenguni humu mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Na anatualika tumwendee na mizigo yetu nayo tusibu katika Injili ya Mathayo ile sura ya 11 aya ya 28 hadi ya 30. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tieni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Katika mwito
Sina